kakabidhiwa Chadema mwenyekiti wa bodi, afu mnasema chama hakijauzwa. Nendeni mtafakari. Toka chama kile kimetekwa na watu wanaitwa wanaharakati, na ngoja niwaambie, mnamfahamu mwenyekiti wa baraza la udhamini la kile chama? Mwezi wa 3 mwaka huu wameondoa mtu aliyetumikia chama kile tangu mwaka 92 anayekifahamu chama, wakaingiza mtu aliyejiunga na chama kile mwaka 2015 anaitwa Ruth Mollel, mtu ambaye alikuwa katibu mkuu ofisi ya rais Ikulu utumishi, aliyekuwa anasimamia watumishi wote wa umma katika taifa hili, ndio mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa chama kile. Maana yake nini? Chama kile kimekabidhiwa kwa mtu mwenye uzoefu wa kukaa Ikulu mpaka alipostaafu, ndio mwenyekiti wa bodi. Na maana ya mwenyekiti wa bodi kwa mujibu wa sheria ndiye msimamizi wa mali zote za hicho chama, na leo kikisambaratika yeye ndio anabaki na mali zote za chama. Alafu mnaambiwa bado mna chama, na hawataki kuwaambia wameshafanya hayo mabadiliko, wamekiuza. Ndio maana tumetoka, hatuko tayari kuuzwa kama wengine wanavyofikiri wako salama. Ndio maana tumetoka kwa sababu wanapita huko wanasema tusishiriki uchaguzi. Ukiwauliza tunazuiaje uchaguzi, wanasema laleni nyumbani siku ya uchaguzi. Hivi ukilala nyumbani unazuia uchaguzi hapo? Tumetoka. Viongozi wengine watasema kwa nini tumetoka, lakini la mwenyekiti wa bodi, nendeni mtafakari, waulizeni kwa nini waambii chama chenu leo kimekabidhiwa kwa mtu aliyeishi Ikulu maisha yake yote mpaka alipostaafu akajiunga 2015. Lowassa akampendekeza awe mbunge, wenzake watu wawili walisharudi kwenye CCM, yeye kumbe alibaki kimkakati. Leo kakabidhiwa Chadema mwenyekiti wa bodi, afu mnasema chama hakijauzwa. Nendeni mtafakari. Nguvu ya Ukombozi. Nashukuru sana kwa majina, mimi naitwa Devota Minja. Nilikuwa mwandishi wa habari wa ITV na Radio 1 kwa miaka mingi. Kupitia chama kile nikawa mbunge wa viti maalum kwa Morogoro. Lakini baada ya kuendeleza mapambano huku na huku, tulikotoka mwezi wa 4 waliamua kwamba hawatakwenda kwenye uchaguzi. Nikasema malengo yaliyonifanya kutoka kwenye uandishi kuingia kwenye siasa, bado nina malengo hayo, bado nina matarajio ya kuhakikisha tunalipambania taifa hili. Nikaona nitafute chama ambacho kiko tayari kwenda kwenye mapambano. Nikavitizama vyama vyote, nikaona Chauma kina sera nzuri, sera mbadala ya kupambania Watanzania. Nikajiunga tuhakikishe tunawapambania Watanzania. Niwaombe sana ndugu zangu wa Musoma. Nimetoka Serengeti. Nikiziona sura za Serengeti, nikiziona za Musoma zinafanana. Kwa nini zinafanana? Kila unayemuona hapa hana furaha. Uongo kweli? Kwa nini hatuna furaha? Hatuna furaha. Si Musoma, si Serengeti, sio Morogoro. Haya ni maisha yaliyotengenezwa na CCM. Maisha magumu,
Maisha magumu, wanawake hospitali hakuna madawa, au Msoma mnayo? Shuleni gharama zinapanda kila siku, vifaa vya wanafunzi shuleni ni shida. Uongo kweli ndugu zangu? Ukilima mahindi kidogo ukayatengeneza unga, unakutana na VAT asilimia 18. Unalima alizeti ndugu zangu kwa gharama zako mwenyewe, unakutana na VAT asilimia 18. Umefuga ng'ombe wako huko, unasema upeleke mnadani, unakutana na mageti ni matozo kila mahali. Serikali ya CCM haiwezekani. Ndugu zangu, tuunge mkono chama hiki, twende tukawapambanie Tanzania. Na niwahakikishie daktari ni yule yule. Amebadilisha koti, alivaa koti jeupe, atavaa jekundu. Daktari ni yule yule. Daktari ni yule yule. Twendeni tuongeze mapambano ndugu zangu. Adui anapoingia ndani, kama huna silaha, usione aibu kuazima silaha kwa jirani. Usione aibu kuazima panga kwa jirani, tupambane na adui. Tukisha kumuondoa adui, tukae chini sasa tuseme adui ameondoka, tuingie madarakani. Twendeni tuunganishe nguvu ndugu zangu. Chama kile hakiendi kwenye uchaguzi. Twendeni kwa mrengo huu, tupambane na CCM, tupambane na matozo, tupambane na ulanguzi, tupambane na shida ya madawa kwenye mahospitali. Tuhakikishe tunawaweka pembeni, tuwarudishe wapinzani, ili kusudi tulete furaha kwa wananchi wa Musoma na taifa hili lote kwa ujumla. Wangapi tuko tayari sasa kwenda kuungana? Walio tayari naomba tunyoshe mikono. Tuko tayari kwenda kupambana na CCM. Ndugu zangu, CCM waliposikia chama kile tulikojitoa kwamba akiendi kwenye uchaguzi, walianza kulala usingizi wa pono. Walianza kuchekelea kila jino, wakiamini wanakwenda kupita kwa mserereko. Tunasema hakuna cha mserereko, haki ya Mungu chauma. Tumejipanga, tutapambana nao, tutahakikisha hakuna diwani wa Chauma anakatwa. Tutahakikisha hakuna mbunge wa Chauma anaambiwa eti hajui kusoma na kuandika. Patachimbika. Jiandaeni ndugu zangu, fungeni mikanda, anzeni kupambania watu wetu kwenye makata, anzeni kupambana, andaeni wagombea. Tuhakikishe safari hii CCM tunaibana kweli kweli, tunaiweka pembeni, tunaweka Chauma, tuhakikishe tunakwenda kuwapambania watu wa Musoma.